Katika uchunguzi tuliofanya tulibaini kwamba hana kibali chochote cha ujenzi. Bwana huyu ameweza kutengeneza mahandaki. Kuna jumla ya mahandaki 6. Amekuwa na taarifa nyingi, mara anasema anajenga nyumba kwa ajili ya kuishi na haya mapango ni kwa ajili ya kuishi, lakini amekuwa na maelezo mengine kwamba anajenga nyumba kwa sababu ya shughuli za ibada. Tumetia shaka katika jicho la kiusalama kwamba lengo la bwana huyu ni nini, anajenga haya mahandaki kwa ajili ya nini. Katika hali ya kushangaza, mahandaki haya 6 yamekuwa yakijengwa kwa siri kubwa sana, na ujenzi wake umekuwa ukifanyika wakati wa usiku na kwa siri kubwa sana, kiasi kwamba hakuna mtu anayefahamu kwamba kuna ujenzi wa aina hiyo ulikuwa unaendelea. Lakini hata hivyo, mahandaki hayo si salama. Ina maana kwamba hata wale waliokuwa wakijenga walikuwa wanafanya ujenzi katika mazingira ambayo ni hatarishi. Si salama kwa maana kwamba yale mahandaki yamejengwa baadhi ya maeneo hasa ya juu hayana zege imara kwa ajili ya kuzuia udongo kuporomoka. Kwa hiyo mahandaki hayo pia sio salama. Lakini mahandaki makubwa kiasi cha watu kwenda kule kukaa na hata kufanya shughuli zao, kwa sababu tumekuta ndani humo kuna viti, jambo ambalo linaashiria kwamba kuna wakati ambapo kuna watu huingia na kufanya shughuli za kibinadamu kule chini kwenye hayo mahandaki. Hata hivyo, tumegundua kwamba amekuwa na taarifa zisizoeleweka. Hata alivyokuwa akiulizwa na mamlaka mbalimbali za kiserikali katika eneo hili na jeshi la polisi, tumemhoji, amekuwa na taarifa nyingi. Mara anasema anajenga nyumba kwa ajili ya kuishi na haya mapango ni kwa ajili ya kuishi, lakini amekuwa na maelezo mengine kwamba anajenga nyumba kwa sababu ya shughuli za ibada. Sasa kutokana na utata huo wote kwamba anafanya ujenzi bila kuwa na hati za ujenzi na mamlaka za kiserikali hazina taarifa, hatujaweza kuona hata ramani ya ujenzi wenyewe, hatujaweza kuona hata fundi mkuu, na namna ambavyo ameyaweka na kuyajenga hayo mahandaki, tumetia shaka katika jicho la kiusalama kwamba lengo la bwana huyu ni nini, anajenga haya mahandaki kwa ajili ya nini. Kwa nini asijulishe mamlaka zinazohusika ili zikafahamu jambo hili linaloendelea hapa? Sasa kwa mashaka hayo, tumeweza kumkamata yeye Evans Ndeka Bisesago akiwa na hawa ni vibarua ambao alikuwa akisaidizana nao katika shughuli za ujenzi hapa. Mmoja anaitwa Ngasa Kasuka, watatu anaitwa Amadi Juma Kashinje, na mafundi wengine ambao amekuwa akishirikiana nao katika ujenzi huu. Wote wanatafutwa na yeye mwenyewe ataendelea kuhojiwa ili kubaini ni kwa nini alikuwa anafanya ujenzi huu na kwa nini alikuwa anaufanya kwa siri na kwa nini hakupata vibali kutoka kwenye mamlaka zinazohusika. Lakini pia tumeweza kufuatilia eneo hili, pia ujenzi ulikuwa ukifanyika hapa. Huyu ndugu hana vibali, hana hati za umiliki wa kiwanja hiki. Sasa tunamchukua kwa ajili ya kumhoji, na mahojiano hayo yatashirikisha mamlaka mbalimbali za serikali ili kuweza kujiridhisha na mambo ambayo alikuwa akiyafanya hapa, hasa ukitilia maanani kwamba ni jukumu letu sisi jeshi la polisi kuhakikisha kwamba wananchi wanaendelea kuwa salama katika maeneo yao.